Ng'ang'a, KTN. Na tukisalia kwenye masuala ya siasa, mkutano wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Oburu Oginga Alhamisi umeibua hisia kali kwenye ulingo wa kisiasa. Wadadisi wamedai kuwa licha ya kuwa kwa mkutano huo na kuonekana kuweka upya mpangilio na mahusiano ya vyama vya ODM na UDA, mwingiliano wa kisiasa ambao umeonekana hapo awali ungali kutatiliwa bado. Huku Rais William Ruto akidaiwa kuwa na usemi mkubwa kwenye chama cha ODM, viongozi haswa kwenye serikali pana wamefutilia mbali wazo hilo. Lakini je, chama cha ODM kimetekwa? Daniel Kariuki anatathmini. Vyama vya UDA na ODM vimekuwa kimya kuhusiana na baadhi ya mambo yaliyozungumziwa kwenye mkutano ulioandaliwa Ikulu Alhamisi, ulioendeshwa na Rais William Ruto katika jitihada za kupunguza mawimbi makali ambayo yamekuwa yakionekana kwenye chama hicho. Chama cha ODM kimekuwa kikitoa msukumo kutengwa kwa maeneo ambayo chama ni maarufu. Hata hivyo, Ruto ameonekana kuwa mjanja kuhusiana na swala hili. Katibu wake kwenye chama cha UDA, Hassan Omar, amesisitiza kuwepo kwa waniaji wa nafasi mbalimbali kote nchini chini ya chama cha UDA. Mtu yoyote anataka yeye kusimama katika ngome za UDA, tumemkaribisha asimame. Lakini na sisi pia hatutaki mtu yoyote atuzuie kusimama ngome ambayo nazita zao. Hizi vyama ambayo wanakuja kuongea na sisi, usicheze na ODM, wakikasirika wanaweza haribu vitu. Lakini rais ambaye pia ni kiongozi wa chama cha UDA ameonekana kutilia maanani sana safari ya kuundwa kwa muungano, akitayarisha vyama hivyo kwa kuweka mikakati ya kubuni muungano kabla ya siasa za mwaka 2027 kushika kasi. I think first I want to observe that there's no development. Contrary to the perception that there is very fast development, actually there is a stagnation. Upande wa Oburu umejipata pabaya kutoka kwa wapinzani ambao wamedai kuwa huenda chama kikakosa kustahimili mawimbi ya kisiasa ya sasa, lakini ODM imetishia kuwafungulia mashtaka. ODM Ruto alinunua kwa Oburu, Junet na Wanga, akalipa deposit. Sasa wanasikia Junet na Wanga wanalia. Hawali kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Lakini kuna mmoja wao ambaye amesema Oburu amenunuliwa. Mimi nitapeleka yeye kotini aseme huko Oburu amenunuliwa na pesa ngapi. The risk here would be if Ruto wins, then is a gamble. But history will be kind to you irrespective of what happens to you after 2027. Wapinzani wadai Rais Ruto ndiye mbingwa kwenye chama cha ODM na kudai huenda kinaongozwa kutoka Ikulu. Iwapo mkutano wa Ikulu wa ODM na UDA utatoa matunda, linasalia jambo la kusubiriwa. Daniel Kariuki, KTN. Naam, haya kijeri kwa mwakilishi wadi wa Kipsomba